Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia nyote na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 13 Novembre 2025 na tunawakaribisha ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano makali yanayoendelea kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23. Ndani ya teritware ya Ruchuru, wazalendo walifungua vita zidi ya waasi wa AFC M23 ndani ya grupema ya Bukombo, huko ni kivumbi na jasho. Tutawaambia kuhusu mapigano hayo makali ambayo yalianza siku ya jana. Ndani ya teritware ya Masisi, vikosi vya Kongo FARDC viliimarisha nafasi zao mpya ndani ya maeneo tofauti kwa ajili ya kukabiliana na waasi wa AFC M23 wanaotaka kusonga mbele. Habari zetu tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti kama kawaida. Hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika. Tunawaomba kusubscribe, kucomment na kulike, kusambaza habari hizi ziwafikie wengi. Mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa kwenye link ambayo iko hapo mkomentere, unajiunga au tuandikie kwenye namba hiyo, tutakuunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu za asubuhi ya leo tutazianzia ndani ya Ruchuru ambapo vikosi vya wazalendo vilianzisha mashambulizi makali, vilifungua moto zidi ya waasi wa AFC M23. Mapigano hayo makali yalizuka upya asubuhi ya jana Jumatano tarehe 12 katika kundi la Bukombo, hasa katika vijiji vya Maruho, Machazo, Manyoni na Mudugudu. Kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya habari, mashambulizi hayo yalianzishwa na vikosi vya wazalendo zidi ya ngome za waasi wa AFC M23 ndani ya vijiji hivyo vyote. Moto wa silaha nzito na nyepesi unaendelea kusikika hapo, ingawa maeneo haya hayana watu. Hakuna trafiki iliyoonekana katika barabara ya Bukombo Kichanga tangu kwanza kwa mapigano hayo. Mashambulizi hayo ya wazalendo kabisa yaishi. Wazalendo tangu siku ya jana wanawashambulia waasi wa AFC M23 ndani ya vijiji hivyo kwa lengo la kuwafukuza hapo, hivyo kukalia tena vijiji hivyo ambavyo walikuwa wakiviunguza tangu kwanza kwa mwaka huu. Wazalendo wanaendelea kuwashambulia hatari waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo hayo, na maeneo haya ambayo wako wanapigania ndani ni kilomita chache na mji wa Kichanga, ni 15 kilometre Kichanga. Hali iko ya wasiwasi sana kutokana na mapigano ambayo yako nasikika maeneo ya Bukombo. Mapigano hayo na wakumbusha ya kwamba yameanzishwa na vikosi vya wazalendo baada ya miezi mitatu na AFC M23 iko operasyon za kuwapiganisha wazalendo. Kwa leo sasa nao wako Moreturu, wako na washambulia, yani walifungua kabisa contre-offensive zidi ya waasi wa AFC M23. Waasi wa AFC M23 nao wana renforce kutoka Kichanga wakielekea ndani ya maeneo hayo ya Bukombo na vita kuendelea kukamata hatua nyingine. Wakaaji wa Bukombo hali ni ya wasiwasi sana, uoga ni wa hali ya juu kutokana na mapigano hayo makali ambayo yako nasikika mu hiyo grupema ya Bukombo. Upande mwingine ndani ya Ruchuru, mashambulizi mengine yaliripotiwa katika vijiji vya Kibunanwa na Busukura na washirika wale wazalendo pamoja na AFC M23 ndio ambao walipigana hapo, ila utofauti pale ni ya kwamba waasi wa AFC M23 ndio ambao waliwashambulia wazalendo ndani ya nyadhifa zao, hapo ni ndani ya grupema ya Mutanda. Mapigano hayo nayo yaliacha wakaaji wengi kukimbia maeneo yao, ambapo wakaaji hao waliokimbia makazi yao walielekea Bambo, Lushoga, Kashalira na Kishishe. Mapigano hayo yanaonyesha ukiukaji mkubwa wa usitishaji mapigano uliokubaliwa kati ya pande hizo mbili chini ya uwezeshaji wa Qatar, yani hata kama kuna makubaliano ya usitishaji vita kwenye fro, mambo ni mengine. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili, mugrupema ya Tongo na Bambo,
eneo la Ruchuru kabisa hali inatikiswa na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande mbili, kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23. Kuhusu makubaliano kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, ambapo siku ya leo kulikuwa kumeandaliwa kusainiwa kwa amani kati ya nchi ya Rwanda na Kongo. Patrick Muyaya akiwa kwenye interview jana kwenye shirika la habari la RFI alisema ya kwamba President Tshisekedi hawezi kwenda kusinye amani huko ndani ya Washington wakati nchi ya Rwanda haijaondoa wanajeshi wake ndani ya teritware za Kongo ambazo wako ndani hapo mashariki mwa nchi ya Kongo. Hapa Patrick Muyaya alisema ya kwamba guvernema ya Kongo iko na endelea kabisa kushiriki katika njia za kuleta amani mashariki mwa nchi ya Kongo, na inatoa wito kwa Rwanda kwa kuanza kufanya yale walio ya saini wakati wa makubaliano ya amani kama njia ya kwanza ya kumaliza migogoro na kuanzisha amani. Walio saini ndani ya makubaliano ya amani kabisa yako ndani maartikle tofauti, yako ndani mapwe mengi ambayo waliyakubaliana ya kwamba yanaweza kumaliza vita. Upande wa Kongo inaona ya kwamba kuondolewa kwa majeshi wa Rwanda ndani ya nchi ya Kongo iko premier etape kabisa ya kumaliza vita na matatizo, paske upande wa gouvernement ya Kongo ishakaanzisha operation ya neutralisation des FDLR ambapo ilianza kuwaita wakutia silaha chini wajisalimishe warudishwe ndani ya nchi yao ya Rwanda. Na Patrick Muyaya alisema kwamba President Felix Tshisekedi kabisa hawezi akaingia ndani ya nchi ya Marekani kwa kusinye akoro ya amani ambayo ilikuwa imeandaliwa huko leo. Anasema kwamba wakati Rwanda haijaondoa wanajeshi wake ndani ya nchi ya Kongo, President Felix Tshisekedi hawezi kusaini hayo. Taarifa zetu zinaendelea. FARDC ilikuja kuanzisha nafasi mpya ama nyadhifa mpya ndani ya eneo ya Mahanga na Buhimba. Vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimeanzisha nyadhifa mpya katika eneo ya Mahanga, hapo ni ndani ya Butike, kundi la Nyamaboko Premier katika eneo la Masisi. Kijiji hiki kimetekelezwa tangu le 13 Avril, tangu le 13 ya mwezi wa 4 mwaka huu kilikuwa kimetelekezwa kabisa kufuatia mapigano kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. Wakati wanajeshi wa FARDC waliona kwamba kijiji hicho kabisa kimeisha ndani, wakaaji hawarudi hapo, waliamua sasa kuzijenga nyadhifa zao hapo ili kuacha wakaaji warejee hapo na kupigana na wasi wa AFC M23. Kwa sasa tangu juzi FARDC inakalia eneo hiyo ya Mahanga, hapo ni ndani ya Masisi ambapo ilizijenga pozisio zao mpya, na mbele ya nafasi za FARDC kadogo kuna defense za wazalendo ambazo zimebaki pale Kibanda langoni mwa Mahanga, huko AFC M23 ikiwa nayo ina installe nafasi zao Kasopo. Ni maeneo yanayokuwa karibu sana na pale kabisa. FARDC iliinstalle nafasi zao Mahanga, wazalendo wanaishi Kibanda, AFC M23 nayo inaanzia Kasopo kurudi nyuma. Hapo ni kwenye ligne de front ambapo FARDC iliinstalle nafasi zao kwa ajili ya kupiganisha wasi hawa, na lengo kubwa ni kuwafanya wakimbizi waliotoka ndani ya kijiji cha Mahanga kuelekea ndani ya maeneo tofauti kurejea, paske tangu mwezi wa 4 walikuwa wajarejea, kijiji kilikuwa kisharibika. FARDC inataka warejee hapo kabisa, waendelee na maisha ya kawaida. Wakati huo upande mwingine FARDC iliinstalle nafasi zao Buhimba.
Wanajeshi kutoka Kimoa na Ntoto walitumwa katika kijiji cha Buhimba wakainstale wengine defense pale ni ndani ya groupement ya Walowa Yungu territoire ya Walikale. Kijiji kinacho pia kilikuwa kimeachwa na wakaaji wake tangu mwezi wa 5 mwaka jana. Buhimba mnakumbuka ni kijiji ambacho walipigania ndani sana wakati AFC M23 ilifikaka maeneo ya Lubero iliingiaka Walikale kupitia Buleusa, na maeneo haya sasa yako karibu na hapo, na tangu mwezi wa 5 mwaka jana kabisa mambo yalikuwa hatari huko. Na hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea. Ni Bauma Mwenye Mbichi kama kawaida, na waomba kusubscribe, kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Asante sana.